السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يكون شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة kipenzi chake na kipenzi chetu sisi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha na kutujalia kukamilisha siku nyingine katika somo katika mwezi mtukufu kama huu, tukiwa tulitanguliza kuzieleza fadhila anazozipata mwenye kufunga, na ikawa mwisho tumeeleza kuwa huu mwezi ndiyo mwezi ambao kwamba ndani yake imeteremshwa Qur'an, na tukaeleza fadhila anazopata huyu mwenye kuisoma Qur'an. Leo tutaendelea na kuzieleza faida nyingine ambayo kwamba anapata huyu mwenye kufunga mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati war ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idha ijtunibal kaba'ir. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, swala tano, hizi swala tano, wal jum'a ila al jum'a, na Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, na Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, huwa ni zenye kufuta yale makosa ambayo kwamba yamepatikana baina yake. Idha jitanaba al-kaba'ir, wakati mtu atakapokuwa amejiepusha na nini? Na madhambi ambayo kwamba yanatajwa kuwa ni kaba'ir dhunub, ni madhambi makubwa. Yani swala moja mpaka kwa swala nyingine, mpaka hizi swala zote tano, hapa baina yake akiwa mtu ataepukana na madhambi makubwa, basi yale makosa kidogo ndogo anayofanya baina ya hizi swala, na baina ya Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, na baina ya Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, yale makosa yake yanakuwa ni mwenye kusamehewa, maadamu huyu atakuwa ni mwenye kujiepusha na madhambi ambayo kwamba ni makubwa. Kwa hivyo tupata kuwa katika mwezi mtukufu kama huu Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, inakuwa ni sababu ya sisi kusamehewa yale makosa yetu. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bado la kuja usisitizo la kufutiwa mtu madhambi yake. Asema Mtume katika hadithi hii, yule ambaye kwamba atafunga Ramadhani imanan, akiwa ameyakinisha, amesadikisha kuwa ni haki na ni taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwamba amefaradhisha kuifunga, basi yule mwenye kufunga akiwa ameyakinisha na kutambua kuwa yule mwenye kuweka sheria hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, akaifunga kwa imani wa ihtisaban,
na ihtisaban akasema akatafuta akitaraji, huyu mwenye kufunga akitaraji malipo kutoka kwa Allah, akitaraji malipo kutoka kwa Allah, akitegemea malipo kutoka kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, itakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa kufunga Ramadhani kwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa mja kama huyu ni mwenye kusamehewa madhambi yake. Wa man qama lailatul qadri, na yule ambaye kwamba atasimama lailatul qadr, usiku wenye cheo, imanan wa ihtisaban, kwa imani na akitarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yale ambayo kwamba yametangulia katika madhambi yake. Kwa hivyo tupata faida nyingine ambayo kwamba aipata huyu mwenye kufunga, wakati atafunga kwa ajili ya kutarajia malipo kutoka kwa Allah, wakati atasimama usiku wa Lailatul Qadri akitarajia malipo kutoka kwa Allah, basi atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Wa fi riwayatin ukhra, na imekuja katika riwaya nyingine, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hii riwaya imepokelewa na Imam Bukhari na vile vile imepokelewa na Imam Muslim. Yeyote ambaye kwamba atafunga Ramadhan kwa iman na kutarajia malipo kutoka kwa Allah, basi atakuwa ni mwenye kusamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza, raghima anfu rajuli, amepata hasara yule mtu ambaye kwamba dakhala alayhi Ramadhan, amebahatika akaupata mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan, thumma nsalakha qabla an yughfara lahu, kisha mwezi kama huu wa Ramadhan ukawa umeisha bila yeye kusamehewa. Ni mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe watu kwa wingi. Faida ambayo kwamba anapata huyu mfungaji kwa kufunga na kwa kusimama usiku, kusimama Lailatul Qadri, anapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi itakuwa ni hasara ikiwa masiku kama haya yatatupata mimi na wewe, kisha masiku kama haya yakapita bila ya sisi kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuliona katika faida nyingine ambayo kwamba anapata, Ramadhanu shahru sabr was-sabru thawabuhul janna. Huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa sabru, subira. Sabru, kusubiria katika toaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na toaa, sababu sabri ni mada ambayo kwamba ni pana, na toaa na hii sabru, kule kusubiri malipo yake ni janna. Faqad wa'ada Allahu sabirina bi'azimi al-ajri bighairi haddin wala 'addin wala miqdarin. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wenye kusubiri kuwa atawapa malipo ambayo kwamba haina kiwango, haina mipaka. Aliposema Mola subhanahu wa ta'ala ndani ya suratu Zumar aya ya 10, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika bila shaka siku nyingine watalipwa, hakika watalipwa wale wenye kusubiri malipo yao bila ya hisabu. Kwa hivyo hii ni faida nyingine, kwa sababu sabr ndio inamfanya mtu akatekeleza ibada kama hii. Kwa hivyo anakwenda kupata, huyu mwenye kufunga, faida ya sabru, anakwenda kupata malipo ambayo kwamba hayana hisabu. Katika sura Al-Baqara aya 183 Allah subhanahu wa ta'ala sema, enyi watu takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia sabru,
kupitia kuwa na subra, wassalati, na kupitia sala. Inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Ma'iyya ilahiyya, yani Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Mujahid asema as-sabru katika aya hii ina maana ya sabr, kama fil hadith, kama ilivyokuja katika hadith, sawmu shahri sabri wa 3 ayami min kulli shahrin yudhhibna wahara as-sadri. Asema imekuja katika hadithi ambayo kwamba asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, saumu shahri sabri, kufunga mwezi wa sabr. Asema hii mwezi wa sabr ni mwezi gani? Ni mwezi wa Ramadhan. Wa 3 ayami min kulli shahri, na kufunga zile siku 3 katika kila mwezi. Yudhhibna wahara sadri, hii inaondoa khish, udanganyifu, inaondosha waswasi, inaondosha hikdi na chuki, na inaondoa na uadui katika kifua cha nani? Cha mtu. Kufunga mwezi wa Ramadhani inasaidia kuondoa ghish baina ya watu, inasaidia kuondoa waswasa, inasaidia kuondosha hikdi, inasaidia kuondosha hasira, inasaidia kuondosha vile vile adawa. Kufunga mwezi kama huu, mwezi wa Ramadhani. Fajaa as-sawmu was-salatu ala hadha al-qawl fi al-ayati mutanasiban, na imekuja saum na swala katika kauli hii kwa mnasaba wa aya ya kuwa saumu inamzuia mtu kutokamana na shahawat, kutokamana na matamanio, na inamfanya mtu anakuwa anaipa nyongo ile dunia, na ile swala tanha anil fahsha'i wal munkar, inamzuia mtu yale mambo ambayo kwamba ni katika mambo ya fahsha, ni katika mambo machafu, ni katika mambo ya munkar. Na ndio unaona katika aya Mujahid alipoifasiri katika kufasiri kwake ikawa maana ya sabru imekuja, ameeleza kuwa ni saum na swala. Sasa Ramadhan inazikusanya hizi vitu viwili, inakusanya sabru na vile vile inakusanya swala pamoja. Basi katika Ramadhani kuna kukithirisha katika swala, kuna kukithirisha katika dua. Na akasema Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, akasema al-mu'minu yajtami'u lahu fi shahri ramadhana jihadani li nafsihi. Asema muumini katika mwezi wa Ramadhani inakusanyika kwake yeye katika mwezi wa Ramadhani jihadi aina mbili. Jihadu bin nahari ala siyam, jihadi ya kwanza ambayo kwamba anaipata muumini katika mwezi wa Ramadhani, jihadi ya kwanza ni wakati wa mchana kwa kule kutekeleza saum. Wa jihadu bil-layli ala al-qiyam, na jihadi ya pili anaipata usiku wakati anapojipinda katika kusimama usiku. Kasimama zile swala za usiku, salatu tarawih, swala za usiku akazisimama. Faman jamaa, basi yule ambaye kwamba atakusanya baina ya jihadi hizi mbili na akatekeleza haki yake kisawasawa, na akawa ni mwenye kusubiri, wufia ajruhu bighairi hisab, huyu bila shaka atakuwa ni mwenye kulipwa malipo yake bila hisabu.
Mwenye kufunga anakumbana na jihadi mbili alivyosema Ibn Rajab katika mwezi huu wa Ramadhani: jihadi wakati wa mchana kwa kufunga na jihadi wakati wa usiku kwa kusimama. Basi yoyote ambaye kwamba atazikusanya hizi mbili na akahifadhi haki zake na akawa ni mwenye kufanya subra katika hizi, atakuwa ni mwenye kufanya nini? Kulipwa malipo bila ya hisabu. Na salatu tarawih, swala hii ambayo kwamba inaswaliwa swala ya tarawih min qiyamil layl fi Ramadhan, ni katika zile swala za kusimama usiku katika Ramadhani. Wa ajruha adhim, na malipo yake vile vile ni makubwa. Kwa hivyo mtu ajaribu kusimama akaswali hizi swala za usiku kama salatu tarawih na swala nyinginezo, akasimama. Na ikiwa atabahatika kuswali msikitini, basi afanye hima akamilishe pamoja na imam. Kwa hivyo hii ni faida nyingine ambayo kwamba anapata huyu mwenye kufunga. Ni faida ambayo kwamba anapata huyu mwenye kufunga. Faida nyingine tulieleza, imekuja hapa tena ameeleza katika fadhila ambazo kwamba anapata mwenye kufunga. Tuliiona hii hadithi katika fadhila za Qur'an, annahu yasfa'u lil'abdi yawm al-qiyamah, ni kuwa hii somo itamuombea mja siku ya kiyama, kama tulivyoona katika hadithi alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil'abdi yawm al-qiyamah. Ile somo kule kufunga na kusoma Qur'ani kutamuombea mtu, kutamtetea mtu utetezi siku ya kiyama. Ile somo itakuwa ni kusema: ye Mola, nilimzuia chakula, nilimzuia kinywaji mchana na zile matamanio yake mchana, basi msamehe. Na Qur'ani vile vile itasema nimemzuia usingizi wakati wa usiku, basi msamehe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema basi zile kuombewa kwake msamaha utakuwa ni kwenye kukubalika. Kwa hivyo somo katika faida nyingine ambayo kwamba anaipata huyu mwenye kufunga ni kuwa ile somo itamuombea msamaha mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiendelea katika faida nyingine, katika faida za somo: takhsisun babin fil janna lis-saimina la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, ni kuwa kupitia somo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mlango maalum katika janna kwa ajili ya wale wenye kufunga. Hakuna mwingine ambaye kwamba atapita katika mlango ule, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, hakika katika janna kuna mlango ambao kwamba mlango huu unaitwa ar-rayyan, unaitwa mlango wa ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yawm al-qiyamah, wataingia kupitia katika mlango huu wale ambao kwamba walikuwa wakifunga siku ya kiyama, watapitia katika mlango huu. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hakuna mwingine asiyekuwa miongoni mwa hao wafungaji ambaye kwamba ataingia kupitia katika mlango huu. Yukalu, kutasemwa: aina as-saimuna, wako wapi wale ambao kwamba walikuwa wakifunga? Fayakumuna, watakuwa ni wenye kusimama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, watasimama, wataingia, hakuna mwingine ambaye kwamba si miongoni mwa wenye kufunga atakuwa ni mwenye kuingia katika mlango kama ule. Fa idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, na watakapoingia ule mlango utakuwa ni wenye kufungwa na hakuna mwingine atakaoingia pale. Kwa hivyo unaona faida nyingine ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mlango maalum katika janna, mlango wa ar-rayyan, ambao kwamba watakaoingia katika mlango kama ule ni wale ambao kwamba wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala.
Faida nyingine ambayo kwamba anaipata huyu mwenye kufunga ni kuwa Ramadhan ni mwezi wa kuilea ile nafsi katika takwa, kuilea ile nafsi katika kumcha Mungu, bali takwa ndiyo katika lengo likubwa katika ibada kama hii ya somo. Kwa hivyo hapa anapata mja nafasi ya kulelewa katika takwa, na lengo kubwa kuliko malengo yote katika somo, lengo lile kubwa zaidi ni kupata takwa, kama ilivyokuja katika aya ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lengo la juu katika ibada ya takwa ni kule kupata, katika ibada ya saum ni kule kupata takwa. Anasema na takwa maana yake ni mtu kujalia baina yake na ghadhabu za Allah na hasira za Allah, ajalie kinga ambayo kwamba inamkinga kutokamana na ghadhabu za Allah na hasira za Allah na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi atafanya kinga ya kumkinga na hivi? Bifi'li ta'atihi, kwa kule kutekeleza yale ambayo kwamba ni ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale ambayo kwamba ni ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wabitakwa, kwa kule kuwa na takwa, kwa kule mtu kujikinga, kuweka kizuizi baina yake na ghadhabu za Allah na hasira za Allah na adhabu za Allah, kwa kule kuwa na takwa yanalu al-abdu ma'iyatullah, anapata yule mja kuwa upamoja wake na Allah, yani kuwa Allah takuwa pamoja naye, na mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala anapata, na karama ya kutoka kwa Allah, ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhifadhiwa na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanyiwa yeye mambo yake yawe mepesi, na kusamehewa madhambi yake, na kupata malipo ambayo kwamba ni kubwa, na kule kufuzu fi dunia na vile vile kufuzu fil akhirah. Haya yote ambayo kwamba tumeyataja yanapatikana, atayapata mtu ikiwa amebahatika kupata sifa hii ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Basi somo yurabbi fil muslim, hii somo inalea kwa huyu Muislamu kule kutambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja naye, anamuona, anatambua kuwa yuko chini ya CCTV ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa inampelekea mtu hiyo somo kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya nini? Kwa kufanya vitendo, na inampelekea ile takwa kuzuia ile nafsi katika haramu, kama ilivyokuja katika hadithi, man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Yani takwa inampeleka na kuwa katika kila wakati anawachana na hizi vitu, kwa sababu anatambua kuwa kuna muraqaba, anatambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamuona. Basi imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye kwamba hatoacha maneno ya kuzua na kuyafanyia kazi, falaysa lillahi hajatun, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja kwa mtu kama huyu kuacha chakula chake na kuacha kinywaji chake. Kwa hivyo ile takwa inayopatikana kwa huku kutekeleza ibada kama hii, vile vile inamfanya mtu anailea nafsi yake kutafuta radhi za Allah, na anailea nafsi yake kuepukana na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, akijua ikiwa atafunga na kisha bado anaendelea na maneno ya kuzua, anaendelea na nini, itakuwa ile takwa haijapatikana, bali itakuwa pia ile saumu yake itakuwa haina, Allah hana haja yeye kuacha chakula chake wala kinywaji chake.
Ndo akasema Omar bin Abdul Aziz, tukimaliza akasema Omar bin Aziz, takwa si kwa kufunga tu mchana. Takwa haipatikani kwa kufunga mchana, wala si tu katika kusimama usiku, wala yale ambayo kwamba yanapatikana baina yake, lakini takwa ya Allah kisawasawa, tarku ma harrama Allah, ni kuacha yale ambayo kwamba ameyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa adau maftarada Allah, na kutekeleza yale ambayo kwamba ameyafaradhisha Allah. Yani takwa si katika tu kuacha kufunga, si katika tu kufunga mchana na kusimama usiku, la. Takwa ni kufanya nini? Ni kuacha yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza yale ambayo kwamba amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye kwamba ataruzukiwa baada ya hiyo khairi, basi ile khairi inakuwa ni khairi kubwa kwake. Kwa hivyo hizi ni faida ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi mtukufu kama huu. Basi mimi na wewe tusije tukapoteza haya masiku bila ya kupata fawaid kama hizi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa kusikia mema na kuyafuata. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuoneshe haki kuwa ni jambo jema cha kulifuata, na atuoneshe batili kuwa ni jambo ovu na cha kuliwacha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.